Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kokote ambako unakuwa unasikiza matangazo yetu. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and all in town DJP. Tutazungumzia kuhusiana na swala la kinadada 15 ambao hawa walikamatwa walikamatwa sekta ya Tanganyika wakiwa wanatokea Goma. Sasa ni hawa dada zetu, nitumie kauli gani hapa? Basi hivyo ambao walisemekana kwamba wako na vitu kama silaha, sijui nini, pesa, magodio, wakiwa wanaambiwa kwamba wanaungana na M23. So tulifika Mboko na tukaweza kuzungumza na chef de secteur wa Mboko na akakonfirme kwamba sio, ilikuwa ni uongo. Baada ya hapo pia tutazungumzia kuhusiana na gisi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko nazidi kuchanja mbuga kwa upande wa kidiplomasia, huku ikiwa inaiacha Rwanda mbali sana. Na pia tutazungumzia kuhusiana na kuanguka kwa Walikale Centre mu mikono ya RDF, na kubwa tutazungumzia kuhusiana na Kagame kumpigia magoti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Na pia mauaji ambayo yako yanaendelea ndani ya mji wa Bukavu. Karibu sana, hayo ndio ambayo tutayazungumzia. Ndugu zangu, tunawashukuru sana. Shukrani za dhati, shukran. Wanasema hivyo wazee wa makoti, wazee wa makanzu. Shukran kwa wote ambao mko mnatembea Baraka One TV. Najua kwamba mko wengi sana. Kuna watu kaniambia, sasa mbona si hauko unatoa majina? Sasa nitawataja mwe wote. Wewe nitawataja hivi. Na wewe unajua kwamba ukitaka bakutaje unafanya hivi. Mbona mimi unitajaje jina Rajabu na mimi kuna nitaje papa, unataka nikutaje haya sema unataka nikutaje. Na unajua kwamba Biblia inasema nini? Cha 10 sasa cha 10 yako iko wapi? Ndugu zangu, tuko na operation Saidia Mzalendo. Na hiyo operation Saidia Mzalendo iko inajikita kwenye kujaribu kuwasaidia ndugu zetu ambao wako wanapigana, na tumekwisha kuanza hiyo operation. Tumeanza na tunaenda tunagundua mambo mingi. As long as tunaingia Mzalendo ndio tunagundua hiki na hiki. Kwa hiyo mahitaji iko mingi sana. Very very mingi. So we really need your help. Yeah. So let me be honest with you guys. And let me be honest with you. We really need your help. Very 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 need your help. Tunahitaji. Yeah, because there are so many. Unajua wakati nipo kwa plane there, when I was there were plenty of soldiers. And a lot of them wanakuambia we need this, we need that, we need this, we need that. So vingi sana. Ifika wakati mpaka nakuwa sometimes nitakuwa confused. Sema my God, nianze na nani niache na nani? Lakini nikaingiwa na nguvu. So no, I have to go like this mpaka sisi tutafikia kwanza kuwa na ameliorate situation na mambo ende sawa. So tunahitaji sana support kutoka kwenu kwa ajili ya kuweza materialize hii operation Saidia Mzalendo. Angalau hatutamaliza shida zote, lakini tunakuwa tunapunguza. Unajua kwenye niko napita watu wako wanashukuru kiasi kwamba najikuta niko kitika mbele ya nyani. Mimi nawezeke ni kidogo upekia mtu kama 400,000 hivi, kama 500,000, 300,000. So sote ni kidogo na mingi. Nakwambia mzee hapa saki karibia 15 za nini za bunga. Hapa tutakula bunga kama ni semeni, kama ni desmen.
So unakuta kwamba which la little, lakini they're very happy. They're very happy. Guys, God bless you guys. Whatever in whatever you are doing, whatever you are. So may God protect you guys. Na mtuletee godio, mtuletee nini, boot, kuna boot na godio. Mtuletee vitu gani? So madawa tu sana. Nasema okay, sawa. Angalia hilo. Unaona? Hii yote ni kwa ajili ya sisi kuweza kuimarisha taifa. Ngana lo bakabongo. Wana ndefa sona ngako lo baka. Na kanisa keboyo kangai. Bado nga bato ya kisasa, bato ya nini ya Lubumbashi Koluzi. Na swaki jina ngomoko azawapi kaka, azana Koluzi ou azawapi. En tout cas, merci mingi wana, ngoja ni kuangalia kwamba unatokea wapi. Uliniambia mon cher nani, okay, mapenzi Kasereka. Voilà. Ndio unanga mapenzi Kasereka. Asante sana. Huyu yuko wapi? Uko wapi mapenzi Kasereka? Goma, Bukavu. Nimeona nani yako bwana, umeweza kuingia kwa operation. Tikangana sabwe. Wana nde façon na biso ya kuevreka. Malgré je ne peux pas citer votre identité complète, mais au savez que moi geste. Wana c'est très nécessaire. En tout cas, bless you. May God protect you. And we really need this thing. Oh my God. So I don't know. Sitasema uko wapi, lakini ndo hivyo bwana. Big up sana kwa hii ambayo umefanya. Pia kuna ndugu yetu mwingine kutoka Bukavu na hivyo. Last week tulipata yake. So wanaendelea ku contribute na wakongomani ambao wako hapa DRC. That's it. That's it. Guys, come on guys, tufanye hivi. You see that? Yeah, tufanye hivi kwa ajili ya kuweza ku bless taifa ourselves. So let us fight for our taifa. Bwana. Kwa hiyo tumia namba ambayo uko unaiona hapo kwa screen yako ili kuweza kuwasiliana na Baraka1 TV. Sasa nini nyingine? Tuanze kwanza na hii hapa. Jua tunaanza sema Rajabu, unaanza sema sana. Sema sana, leta habari bwana. Mpaka mwingine akwambia leta habari, acha maneno mengi. Tumwambie wewe habari ulitoa wapi? Rajabu, leta habari bwana, acha maneno mengi. Tuanze na hii hapa. Kuna kina dada 15. Hawa walikamatwa siku 3 ambazo zimepita. Na waliweza kuleta polemiki kubwa sana. Watu wanasema walikamatwa na bunduki, risasi, walikamatwa na nini na magodio, walikamatwa na nini na madawa, walikamatwa na pesa, wanatokea Goma. Mimi nikajiuliza kutoka Goma. Uongo. Hao sio kutoka Goma. Juu nilikuwa mplene. Na gisi plane iko full security. Walitokea Goma, walipitia wapi? Hakuna connection kati ya kutoka Kamanyola kupita pale Katogota kukia mpaka Uvungi hadi ushike Uvira. Hakuna mtu mwenye anafanya movement tu pale. Sasa walitokea wapi? Nikajiuliza maswali, nikasema pana. Gisi niko naenda hivi Baraka. Fo nipite pale nako. Niende niwaone. Malerezima walikuwa wanakataa hata kupigwa picha. Lakini nikatumia ujanja kujaribu kupata baadhi ya image zao. Na kuja kutoka kwamba ni wasichana ambao walitoka
walitoka majumbani kwao, wanaenda kutafuta wanaenda kujitafuta Misisi. Sasa asili yao inaonekana ni Wagoma. Walitoka Goma zamani kabla ya shite ya Goma, wakakuja Bukavu. Apres shite ya Bukavu pia wakashuka Uvira. Sasa wakawa wanatokea direct from wapi? Uvira. Baada ya kukaa pale kuna kwamba maisha inakuwa ngumu kwao, na ni wadada ambao wanazoea kujitafuta. Nafikiri tunaelewa nikisema maana ya kujitafuta, mnaelewa. Nisikie tumia maneno mazito. Mkaniambia kwamba Rajabu unaanza ongea maneno mazito, na nasikilika na wazee wangu wako wananisikia vizuri sana. So Babu Shindano, big up sana. Kasuku wananisikiliza bwana. Faizi pia big up sana, yuko Kenya, wananisikiliza. Kwa hiyo inaweza kuleta sura mbaya. Sasa walikuja watu wakaona mamoto ziko bufa. Sasa hapana, arete zile mamoto, ndio wakapiga simu maeneo ya sekte Mboko, ndio zile moto zikasimamishwa pale. Wakaenda wakawakamata hadi polisi. Ingia polisi pale ndani. Sorry. Wakaingia ndani. Kuingia ndani ndio kuanza kuchunguza, kukuta hamna kitu. Na mimi nikapiga simu pale, nikamwambia ndio hivyo wako hapa. Kasema sawa, poa. Nafika pale, nikafika pale. Nikakutana na chef de secteur, nikamuuliza bwana mzee, hapa mambo ni vipi? Ndio akaniambia kuna. Akaniambia angalia. Hebu tumsikie kwanza chef de secteur. Kiongozi, jambo. Jambo. Hapa tuko Mboko, na Mboko kulisemekana kwamba kuna kina dada zaidi ya 15 ambao walikamatwa hapa wakiwa wanatokea Goma, wakiwa na silaha, godio, pesa, na hivyo wako chini ya ulinzi hapa. Hali hapa ikoje, na wewe ni nani kwanza, unaweza kutambulisha? Asante bwana mtangazaji, mimi ni chef wa secteur ya Tanganyika, naitwa kwa jina la Miobakano Msaba Mtembia Gedeon. Kwa hizo habari unasema hapo ni uongo, tena uongo sana. Ilikuwa siku ya Mungu, nimepata kude telefoni kutoka kwa ofisi yetu ya usalama pale Swima. Komanda wa la polisi alisema chef de secteur huko kunapita moto karibuni 8 ziko na watoto wanamuke na mizigo mingi. Kumbi muzizuio huko na muzicheki. Heureusement sikuingiaka mkanisa ile siku ya Mungu, nikaita komanda la polisi, nikaita ANR, wakati ya kamba hapa ku centre de santé. Punde kidogo zile moto zikafika na zote zikazuiliwa na wakazipeleka kula polisi. Mafarmasi zabo ziko Nyange, Misisi, Lulimba na Baraka. Au mama walijipakiza tu kama vile waabiria, na walipofunguliwa vile vyote akukonekana indus militaire hata moja. Ni hiyo godio uko nasema, ni hiyo masasi uko nasema, na hizo pesa zuko nasema, hakuna kitu kilionekana hata kimoja. Na wale watoto wanamuke walikuwa watoto wanamuke 15, na ni hivi wako hapa juu. Moto moja ilikuwa napeleka mtoto mwanamke mmoja, na zingine moto 7 zilikuwa na watoto wanamuke wawili. Walikuwa wanamuke 15, na wale wanamuke 15 wote walikuja kulala hapa kwangu, na mimi nimekataa wasilale pale kwenye ofisi ya polisi. Moto ndio zilala pale na ile mizigo yao ilala pale, na wakakuja kulala hapa. Na leo hivi tuko na watuma Baraka, wako naenda Baraka juu administrateur alilomba wafike Baraka waangalie wawaone nao kisha waendelee na safari yao. Hakuna kibaya ambacho kimeonekana pale. Ilikuwa mashaka yetu tu kuona wametoka Goma, na kule Goma sisi na Goma hatuko mu relation ya mzuri, na ni pale tumewashakia, na ni pale tulifanya ile utafiti kama vile entité décentralisée yenye iko na autonomie kwa kufanya kila kitu kia usalama, kitu cha uchumi lazima tukiangalia. Huyo ndio chef de secteur. Akasema haya mambo hakuna, ilikuwa tu ni hivyo kutokuelewa tu hivyo ya watu, lakini haya mambo hakuna. Na baada ya hapo wale kina dada nikajaribu kuwabembeleza tuzungumze hata dakika 2, lakini wakakataa. Wakasema hapana, unajua tumetoka kwetu, hatukulaga kwetu, wakituona huku ngombe mwe wote hapa vinani mtoto kateni. Simgo wafia wazima na umshazalazaa mwe wote. Lakini wakakataa, wakasema okay sawa. Jinsi mnakataa haina shida, so nikaachana nao. Na baada ya hapo nikawa
nimeondoka. Kuna hiyo film ikakuwa inaishia pale. Donc sio kwamba walikamatwa na silaha wala nini, ni ile mapaniki yenye iko kwa marezo sosio tu, mais kulikuwa hakuna tatizo maeneo ya Mboko. Na swala lingine ambalo naweza kugusia ni hili swala la diplomasia ya DRC inazidi kupanda moto. DRC iko inazidi kuingia kwa level za kimataifa sana na kuanza kusikika sana, huku wale wazee ambao wanaimba jeshi letu lina nguvu sana, jeshi letu lina nguvu sana, wako wanaenda wanapoteza kidiplomasia. Leo hii Rwanda imekuwa ni nchi ambayo baada ya miezi mitatu itapigwa na njala moya ya maajabu. Wanyarwanda wataanza kutoka Rwanda kwenda na tafuta kazi nchi zingine, na hakuna ambao watawapokea kwa sababu ya tabia zao mbovu. Unaona? Rwanda imekuwa ni nchi yenye viongozi wapumbavu, viongozi wajinga ambao hawana akili ya kuongoza nchi. Unajua Rais Donald Trump wakati aliingiaga madarakani aliweza kusema kwamba kuna rais mmoja tu Afrika ambaye namkubali na leadership yake nzuri ni Paul Kagame. Sasa Venovar, Paul Kagame iko na leadership gani? Which kind of leadership ambayo iko na Mr. Skeleton? I don't know which kind of leadership. Nchi gani yenye uchaguzi inafanyikaga mtu mmoja anaganyia na unanefu fursa? 99%. Wanadhani kama yeye na Kagame Rwanda ni malaika. Yote ilikuwa ni kutokana na interest zao ambazo walikuwa wako nayo kwa nchi ya Rwanda. So ile ilipelekea kwamba Kagame kupanda kiburi mno na kujua kwamba yeye ni fahari. Unaona? Yeye ni fahari, yeye ni kila kitu, hawezi kuguswa na huku, akiwa kunaongea maneno makashfa ya kumkashfu Rais Felix. Akasahau kwamba usitukane mamba kabla hujavuka mtoni. Haya. Anamtukana mamba kisha anaenda kukutana na mamba wapi? Katari. Kufika Katari anaanza kuomba msamaha. Anambia unajua bwana wewe mambo huko unafanya unatuma wazee waongozi wananifungia misaada, wale walikuwa wananisaidia sasa wewe huko naingia mwangu unaiba, unapora, watu wanakufa. Kisha leo hii unataka nikuikalie kimya. Baada ya serikali ya Marekani kutoa siku 7 kwamba wanajeshi wa Rwanda wote wao wameondoka, na hivi kuna ambao waliondoka Nord Kivu. Licha kwamba waliingia Walikale, achana na hizo. Kwa hiyo waliingia Walikale Centre, walichukua, achana na hizo, wako wanatoka. Kuna kadada kamoja hivi Bosoka dada ni kidada kimoja hivi kibonge hivi kia maziba ya kabambi saa nini saa kapoti yenye balipulize mo pepo inakuwa hivi. So nani sasa tuko apeti tunakuwa tunakata makapoti na pepo mingi kisha unayofungia mkabumbu unacheza. Hiki kidada cha Kinyarwanda hiki. Hiyo unafika ku place ya Independence go Bukavu. Anaanza kuambia nani raia Bukavu asema Wakongomani wote tuko na amani. Bukavu iko mzuri, iko msekirize. Balisema bazalendo batakuya Bukavu. Leo tuko le 13, le 19 2025 Maris, lakini hakuna kitu. Tunajua bazalendo hatuzingia Bukavu tu hivi. Tunaelewa Bukavu yote makwe. Tunajua wapi kwenye mnatema position zenu, zote tunaelewa. Kwa hiyo wewe subiria pale. Utaona ujumbe wa waza. Wewe tulia tu pale Bukavu, utaona. Kwa hiyo kuweza kukutana kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame maeneo ya Doha huko nchini Qatar chini ya kiongozi wa nchi hiyo. Kagame aliambiwa sharti moja kwanza. Moja tu muhimu. Ondoa RDF zako DRC. Ili tuweze kukaa tuzungumze vizuri. Ondoa RDF. That's it. Ukitaka kwamba masanction zako zipunguke, ondoa tu RDF. Leo Rwanda Kagame anambia watu wake sema tufunge mikanda. Bebi utakiwa kuna tayari tufunge mikanda bandugu yangu. Tufunge mikanda. Ile kula mara mbili tunakula kwa siku, sasa hivi tunakula mara moja. Tena kukula karibia na kesho. Tufunge mikanda. Kwa hiyo hali ya Rwanda sasa hivi iko inaelekea kuwa mbaya kadiri na gisi siku zinaenda, maana sanction
ziko dhidi yake ni za hatari. Kwa hiyo rais wa Kongo pamoja na bwana yule mfalme wa Qatar, yule bwana mdogo yule, akamwambia ni lazima Rwanda kwanza itoke DRC. Biraza kutuvuna bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ukwitegura, niho kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Ile kwa logique na ile ndo pointi kubwa ya bwana wa Felix. Na sio Felix, pia hata bakongomani wote. Unaona kuya kitendo cha Nangaa na wenzake kukataa kwenda Rwanda. Wakati kuna kuongea Rwanda sema piga sanction ba partenaire yao. Kisha mimi sasa rebele ni rebele tu. Nangaa pekee unamsikia anasema hatuko na M23. Hatuko na Rwanda. Sasa bana sanctionne ba Rwanda. Kisha mnatoa na ni declaration aseme si fea ku sanctionne ba partenaire yetu inatumiza sana na tutaenda kwa mazungumzo. Partenaire wenu tena Rwanda na mimi mnasema ambuko na Rwanda mwilite. Donc ni watu tunasema kwamba wako wanafanya vitu vya kipuzi, yani ni wajinga, ni wapuzi ambao wako wanafanya vitu ambavyo hawaelewi. Mtu pekee ambaye anamaliza hii shida ni Paul Kagame. Na ndo Kagame ambaye ameenda kukutanana na Felix. Unajua mambo imekuja tu ni ghafla. Yani ni simu ambayo ilikuja ghafla, hata msemaji wa rais yepeke hii habari alikuwa gundua tu kwamba rais yuko Doha. Na Kagame hivyo hivyo. Donc waliitwa wote wawili na huyu bwana wanamkie kwanza huku nini? Utakumbuka kwamba Qatar ni nchi yenye inanunuaga madini ya dhahabu kutoka DRC na inainunuaga kwa bei chini kupitia Rwanda. Sasa hapa kuna kitu ambacho yeye walizungumza na Kagame before, kisha ili wawaite kule waende wayasuishe ili kupata kale kamwanya Kagame aendelee kufanya shughuli zake huko. Sasa ile nayo Kongo inagundua hile, inajua hile. Kwa hiyo haitamwachia Kagame ile nafasi ya kufanya vile. So baada ya wao kuitwa kule na wakazungumza, lakini lengo lilikuwa ni kwamba Kagame aondoe majeshi yake DRC. Hilo kwanza ndio la kwanza, kisha mengine yote yatafuata. Na akiondoa majeshi yake DRC, support kwa M23 ikatike. Na kama utagundua sasa hivi moto ambayo M23 ilikuwa iko nayo na hivi ni tofauti. Ushelewa? Sasa hivi ni tofauti. Corneille Nangaa ni Pantin. Nangaa ni Kokei Covid. Nangaa ni kinini? Ni Kibido. Unaona Kibido kenye akina mai. Ile tunataka nini? Saa unakikata sasa kinakuwa mboti kikiwa kinasengua mai, inaitwa mubewa. Unaona? Ndio gisi kiko vile. Ndio Nangaa ni kichwa mai. Bisimwa ni bichwa mai. Hakuna hata mmoja kati yao pale mwenye iko na mwadiri mbele ya Kagame. Daye sasa hivi kwanza relation ya kina Nangaa kina Bisimwa na Kagame iko tofauti. Gisi niko nakwambia siku zote. Endapo Kagame yeye atasikiliza tu mzuri, baki mfrentu Kagame ana afurukuti au wengine wote ni maji tu, hakuna kitu atafanya. Ni order tu elimine Nangaa. Unaona? Just in order to elimine Nangaa. Masikia Nangaa accident. Elimine Bisimwa na wote atakuwa elimine mmoja baada ya mwingine na sinema inaisha pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya Kagame hataendelea kusufiri juu ya kina Corneille Nangaa, juu ya kina Bertrand Bisimwa, juu ya kina Willy Ngoma, watu ambao wasaletikia qui trahira toujours.
Unaona, aliyesaliti ataendelea kusaliti tu. So kwa hiyo ni hivyo. Mkutano huo wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Bwana Paul Kagame umesimamia kwenye pointi kubwa ya Rwanda kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndo pointi kubwa ambayo imeweza kusimamia na wamekwisha kuanza kufanya hivyo baadhi ya maeneo. Kitu ambacho kingine pia ni kwamba ndani ya jiji la Bukavu kumeweza kugundulika mili zaidi ya 406 ambayo shirika la Msalaba Mwekundu imeweza kushughulikia hapa Resama. Donc hii haiko kwamba ndo idadi ya wote. Mpaka sasa hivi idadi ya wote ni zaidi ya 1000 watu ambao washakufa Bukavu. Na wako wanauliwa na magaidi wa M23. Sawa? Wale ndio wako wanaua watu ndani ya mji wa Bukavu. Sasa shirika la Amnesty International limeweza kutoa ile tangazo na kutaka Umoja wa Mataifa kupitia CPI iweze kushughulikia haya mauaji, kwa sababu watu ambao wako wanauliwa ni raia wasiokuwa na hatia. Bukavu watu hawakupigana vita. Sasa watu wanaendelea kufa kwa nini? Utasema vengeance gani Bukavu hakuna, lakini kwa nini watu wako wanakufa? Yote ni mambo ya magaidi wa M23 kufanya. Na habari nyingine ambayo ni habari ya kusikitika ni kwamba Walikale imelala ikiwa chini ya mikono ya M23 tokeo tarehe 19 majira ya jioni, ambako mapigano yalikuwa ni makali, jamaa wakadeborde. Unaona kisi hawa wako na watu wenye wanawapelekaga wanawashitikiza. Na kuna jamaa mmoja hivi Bukavu anaitwa Kaju. Huyu jamaa Pomba Solution. Wapitia Bukavu, huyu jamaa ifomo mfanyia operation choma M23. Huyu ndio yuko naenda naonyesha ba M23 makwenza Bukavu, ba master, wale wote wenye walikuwa biko napigania liberty, biko napigania patrie. Huyu jamaa. Hiyo ni minyama tu hiyo. Hizo ni nyama hizo, hazina kitu. Humu ukiingiza tu kaboro tu chap na kinaanguka. Ni kipulizo. Tika sindano tu pale chap. Kwa hiyo jamaa ifomo mshughulikie bwana. Na najua Bukavu kuna watu wengi sana. Mshughulikie msaliti huyo. Kwa hiyo Walikale iliangukia mikono ya M23 tokea tarehe 19 jioni. Na bajamaa walideborde baada ya kupelekwa na watu. So wakapita maeneo ambayo inaitwa Ngora pamoja na Mubanda. Mubanda na Ngora biko nyuma kidogo. So walijigawa mara mbili. Kikosi kimoja kikabakia kiko kinapigana ku barabara ya Masisi na Walikale. Ndio kulikuwa kuna ngome ya FRDC. Kisha wengine wakadivigisi walikuwa wako nafanya gisi walitaka kufanya hapa Kaziba. Unaona? Wanakuja huku maeneo ya Nyangezi, wanashuka mpaka Kamanyola. Tunaanza pigana hii axe ya Kamanyola. Kisha wengine sasa wanapita Kaziba, wanazunguruka hivi ukiwa kuta wanashukia Muvira Centre. Wasema hao watu walipita wapi? Ndio gisi walifanya huko maeneo ya Walikale. Malheureusement ndugu zetu wakuwa vigilant, wakaweza kuwa deborde na hivi walilala Walikale. Lakini ndugu zangu wa Walikale, tulizeni pressure, mambo yatakwenda sawa na wahalifu wako wanatoka muda si mrefu. Nafikiri hayo ndio ambayo tuko nayo. Ndio tuko nayo kwa siku hii ya leo. Tukutane saa 12 kwa tuende kupata mitazamo mbalimbali ya watu wanasemaje juu ya kazi ambazo tunafanya. Rajabu Akili Kabonga, the one only in town DJP, and Baraka1 TV.